Hamidi Mbegu, ni mkurugenzi wa huduma za shirika katika shirika la wakala wa meli Tanzania, yani kwa kifupi TASAC. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC lilianzishwa rasmi mwaka 2018. Majukumu makubwa ya shirika hili kwa mujibu wa sheria iliyolianzisha ni kwamba shirika linahusika katika usimamizi wa masuala ya usafirishaji majini. Katika utekelezaji wa jukumu hilo la usimamizi, shirika linasimamia masuala ya ulinzi, usalama na utunzaji wa mazingira katika usafirishaji majini. Tukizungumzia masuala mazima ya ulinzi na usalama katika usafirishaji majini, tunamaanisha kwamba shirika lina wajibu wa kusimamia masuala mazima ya usalama wa vyombo vinavyotumika katika usafirishaji majini, vikijumuisha vitu kama meli, maboti, mitumbwi, vitu kama hivi ambavyo vinatumika katika usafirishaji majini kwenye bahari na kwenye maziwa. Kwa hiyo upande wa pili pia tunahakikisha usalama wa abiria ambao wanatumia vyombo hivyo. Usalama wao ni wajibu wetu katika kuhakikisha kwamba abiria hao wanasafiri kwa usalama, wanazingatia misingi yote ya usafiri kwenye maji. Kwa mfano, tunataka kuhakikisha abiria hawa wanavaa vyombo vya uokozi, yani life jackets kwenye wanaposafiri, kuhakikisha kwamba vyombo vinavyowasafirisha havivuki uwezo wa ubebaji wa abiria au mizigo. Kwa hiyo hayo yote ni majukumu ya TASAC. Lakini tukienda kwenye upande wa utekelezaji wa jukumu la usimamizi wa mazingira katika usafirishaji majini, ni kwamba shirika linasimamia usafirishaji, zinasimamia masuala mazingira kwenye maji, kuhakikisha hakuna uchafuzi wa mazingira. Kama tunavyofahamu, masuala mazingira ni ajenda kubwa duniani, kwa sababu unapozungumzia mazingira unazungumzia pia viumbe hai vilivyopo ndani ya hizo bahari na maziwa. Kwa hiyo tunapozungumzia utunzaji, tunataka kuhakikisha kwamba usafiri kwenye maji unakuwa salama. Kwa hiyo sisi kama TASAC tunasimamia swala zima la mazingira kupitia utekelezaji wa mikataba ya kimataifa. Kwa mfano, kuna mkataba wa kimataifa unaitwa MARPOL ambao unatoa taratibu za kusimamia wakati hawa wadau wanafanya shughuli zao kwenye maji. Mkataba huu unaelekeza kwamba kwa mfano meli zinaposafiri kwenye maji zisimwage mafuta, kwa sababu mafuta yale yanaleta athari kwenye maji. Lakini pia kuna masuala ya ballast water kwenye meli. Kuna maji ambayo ni machafu yanatumika katika shughuli za ndani ya meli. Maji yale yanatakiwa yafanyiwe utaratibu mzuri katika kuyamwaga. Kwa hiyo TASAC kupitia mkataba huu wa MARPOL inasimamia kuhakikisha masuala mazima ya shughuli za usafiri kwenye maji zinaendeshwa kwa kuzingatia utunzaji wa mazingira ya kwenye maji. Kwa upande mwingine, TASAC ina jukumu la kusimamia watoa huduma wanaotoa huduma kwenye sekta ya usafiri wa majini. Tunapozungumzia watoa huduma, kwa mfano mashirika kama shirika la bandari Tanzania, taasisi kama hizi bandari kavu ambazo mizigo ikitoka kwenye meli inakaa kwenye containers kwenye hizo bandari kavu, wale wanaotoa huduma ndogo ndogo kwenye meli, wale wote wanasimamiwa na TASAC. Lakini pia shughuli nyingine, TASAC inasimamia masuala mazima ya ithibati na elimu kwa mabaharia pamoja na ajira zao na welfare zao. Kwa hiyo TASAC ina wajibu wa kuwasajili mabaharia na kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, lakini pia haki zao zinalindwa.
lakini pia tunawasajili kuhakikisha kwamba wanakuwa na vyeti na ithibati ambazo zitaweza kuwawezesha kutekeleza majukumu yao hata nje ya nchi yetu. Kwa hiyo hilo pia ni jukumu, lakini tunasimamia elimu pia ya mabaharia kupitia vyuo vinavyotoa elimu. Tunasimamia ithibati kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa kwa hao mabaharia inakuwa katika viwango kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa ambayo inaelekeza kuhusiana na usimamizi wa hawa mabaharia. Majukumu mengine kama nilivyozungumzia, majukumu ya ugomboaji wa shehena. Jukumu hili TASAC imepewa kupitia majukumu maalumu ambayo TASAC imepewa kwa mujibu wa sheria, au kwa Kiingereza inaitwa exclusive mandate. Kwamba ukizungumzia exclusive mandate ni majukumu ambayo ya kibiashara ambayo TASAC imepewa, pamoja na udhibiti katika masuala niliyoyaeleza, lakini tunafanya masuala ya kibiashara katika huduma ambazo serikali ina maslahi makubwa. Nikizungumzia majukumu hayo maalum ni kwamba yanajumuisha TASAC inahusika katika uondoshaji wa shehena zinazohusiana na bidhaa zifuatazo: uondoshaji wa bidhaa zinazohusu viumbe hai kama wanyamapori na vitu kama hivyo, lakini pia tunahusika katika uondoshaji wa kemikali zinazohusika katika shughuli mbalimbali zikiwemo za usafishaji wa madini, lakini pia tunahusika katika uondoshaji wa vilipuzi ambavyo vinahusika katika shughuli za madini, lakini pia tunahusika kwenye masuala mazima ya uondoshaji wa hizo bidhaa kwa mujibu wa exclusive mandate ambayo tumepewa. Nikitoka kwenye upande wa majukumu, labda sasa nizungumzie shirika letu limepata mafanikio gani toka shirika hili lilipoanzishwa. Ni kwamba kama nilivyoeleza, shirika lilianzishwa mwaka 2018 na lilipewa kama sheria ilivyoanzishwa inavyoelekeza kwamba shirika hili ni shirika linahusiana na masuala ya udhibiti wa masuala ya usafiri na usafirishaji kwenye maji. Lakini pia tulipewa majukumu ya maalumu ambayo ni exclusive mandate. Kwa hiyo kwanza, mafanikio ya kwanza, shirika limefanikiwa katika kukusanya mapato na kuweza kuchangia katika mapato ya serikali. Shirika limekuwa likitoa gawio kwa serikali kila mwaka kwa ajili ya makusanyo ambayo tumekusanya kupitia shughuli za kibiashara na shughuli za udhibiti. Lakini eneo lingine ni kwamba shirika limefanikiwa katika kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya usalama na mazingira na utunzaji wa mazingira katika usafirishaji kwenye bahari na kwenye maziwa, kwamba shirika limeendelea kutoa elimu, yani awareness kwa wale wadau. Tumeweza kufika kwenye mialo kutoa elimu, tunaweza kufika kwenye mashule kuweza kutoa elimu kuhusiana na usalama wa abiria wanaposafiri na kwenye vyombo, lakini pia wenye vyombo wanaposafirisha abiria, kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria, kanuni na taratibu ambazo zinahusiana na masuala hayo. Lakini tumeendelea kusimamia watoa huduma katika wanaotoa huduma za usafiri kwenye maji. Kwa mfano, mashirika kama bandari yamepata mafanikio. Tumesimamia mfano transition ya kutoka kwenye huduma kutoka kwa bandari kwenda kwa mashirika binafsi kama DP World, ambao transition imefanyika na sasa hivi tunaona mafanikio ambayo serikali yetu inapata kupitia mapato ambayo tunayapata. Kwa yako mafanikio mengi, kutokana na muda sitaweza kuyaeleza yote. Lakini sasa nije katika sehemu nyingine, kwa nini tuko hapa. Shirika la TASAC liko hapa kama nilivyoeleza. Shirika linatekeleza majukumu maalum, yani exclusive mandate. Na katika utekelezaji wa majukumu hayo, miongoni mwa majukumu moja ambayo nimelitaja linahusiana na hawa wachimbaji wakubwa na wachimbaji wadogo. Sisi tunahusika katika ugomboaji wa shehena zinazohusiana na vilipuzi vya kulipua miamba ya madini,
lakini pia shehena zingine zinahusika na usafishaji wa madini, yani kemikali zinazohusika na usafishaji wa madini. Kwa hiyo hawa wadau, hawa wachimbaji wakubwa na wadogo ni wadau wetu wakubwa kupitia vyombo vyao kama Wizara ya Madini na taasisi zake. Kwa hiyo uwepo wetu hapa, tumekuja tuwe karibu na wadau wetu, tutoe elimu kwa wadau hawa, waje kwetu kwenye masuala madogo madogo tuyasolve hapa na kuwapa elimu kwa ujumla.